Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, mimi nilikuwa na maswali mawili. Moja ni hili la nani kuhusu elimu ya dini ambayo tumezungumza punde sasa, kwamba tuwapeleke watoto zetu madrasa, tusipeleke shuleni. Kuna baadhi ya mashekhe hapa wamekuwa wakitupa hadithi, sijui kama ni sahihi au si sahihi, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tusome ikibidi twende hadi China. Na China sidhani kama kuna vyuo vya dini vya Kiislamu. Sasa ikiwa hadithi hii ni sahihi, Mtume alipotuamrisha tukasome China alikuwa anamaanisha nini? Hilo swali la kwanza. Swali la pili, ipo sura miongoni mwa sura Mwenyezi Mungu anaagiza katika aya yake kwamba amejalia kuwa usingizi ni starehe, na kwa kawaida sisi huwa tunalala nyakati za usiku tukiamini kwamba hapo ndo tutapata usingizi, lakini Mungu huyo ametutaka usiku tuamke tufanye ibada. Sasa tunapata mazingatio gani kupitia aya hiyo? Asalamu alaykum. Nakushukuru sana. Mmemsikia maswali yake huyu mtu? Kama mmeyasikia, naanza kumjibu. Anasema nimehimiza sana watu wasome dini, na hili nitahimiza mpaka siku yangu ya mwisho kuishi duniani, watu wasome dini. Anasema Sheikh, umesema watu wasiende shule. Sijasema kwenye maneno yangu watu wasiende wapi? Shule. Elimu zote zisomwe, lakini kipaumbele ni elimu ya dini, kwa sababu kule ni kubahatisha, kwenye dini ni kwenye uhakika. Elimu zote zisomwe, lakini huo ni utangulizi wa swali lake. Swali hasa ni kwamba ameagiza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam watu watafute elimu ejapo kwa kwenda China, na akasema hiyo ni hadithi. Ana wasiwasi tu kuwa hadithi hii ni sahihi. Sasa kama ikiwa ni sahihi, kule China kuna elimu gani ya kwenda soma? Utoke hapa utafuta elimu mpaka China, kule kwa China unaenda soma nini? Au sio bwana? Kwanza nikufurahishe, mtu mmoja alipoulizwa swali hili kama hivi kaulizwa, akasema China kuna elimu ya dini, na elimu ya dini iliyopo China ni kareti. China kuna kareti na kumfu, na sisi Waislamu tumetakiwa kujifunza tuwe na nguvu. Bwana Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, almuslimu alqawi khairun wa afdalu inda Allah min almuslimi dhaif. Muislamu mwenye nguvu huyo ni bora sana mbele ya Mungu kuliko Muislamu mnyonge. Mtume kasema hivyo. Sio kutembea bwana, umefuatana na mkeo, wanatokea vijana bwana, sikiza, hebu tuachie mzigo, wewe ondoka. Sema wala bwana, Mungu anaona bwana, Mungu hamna neno, Mungu anaona kweli, na mzigo unaondoka, anaona kweli. Lakini kwani China kuna vyuo vya dini? Jawabu ndio. China kuna Waislamu wengi vile ninavyoongea hapa, lakini sio elimu za dini tu. China vyuo vya dini. China kuna sahaba wamezikwa, yani kuna sahaba wa Bwana Mtume Muhammad wamezikwa Uchina, unaitwa Guangzhou. Sasa mahali alikokuwa ameishi sahaba, elimu iko hamna? Nenda China kaka, hata kesho ukikuta China hakuna chuo cha kukwambia hadha mudhafu ilaihi, utaona mahala watu wanakunja ngumi na wewe ingia. Ukirudi wewe unapiga ngumi watu.
zitakusaidia hazikusaidii? Ndugu yangu, ukijua kareti vizuri inakusaidia haikusaidii? Kwa sababu kuna mitaa mingine haipitiki usiku, lakini sio huko Buguruni. Hili jawabu la kwanza. Dini iko kila mahala, tofauti ni viwango. Kuna sehemu kuna dini sana, kuna sehemu kuna dini kidogo, lakini Uislamu ushaenea ulimwengu mzima. Swali lako la pili umeuliza, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kauliza nini? Anasema sisi tumeambiwa na Mungu usingizi ni burudani, ni starehe. Na kweli Mola akasema hivyo, amesema waja'alna naumakum subata. Neno subatu, asubatu maana yake rahatan li abdanikum. Subati maana yake ni mapumziko ya miili yenu, na naam, mtu akilala anapumzika mwili. Mnaonaje nyewe watu, kupumzika raha au shida? Ndio Mola alikusema nimefanya usingizi wenu ni starehe. Halafu ukasema hasa kama ni starehe, sisi ghalibu mara nyingi kawaida tunalala usiku, au sio? Usiku tunalala, wakati ambapo si tumetakiwa Waislamu usiku tuwe macho kufanya ibada, au sio? Haya mambo yakoje sasa? Natakiwa mimi usiku nilale kwa sababu ninaburudika, alafu Mungu anasema niinuke nifanye ibada. Sasa nifanye kipi? Naona kama ndo sura ya swali lako. Ni kuelewa tu hapa, ni uelewa tu, tuweke vizuri basi. Mtume wetu Muhammad ametueleza sisi mchana tufanye nini? Subiri baba, subiri kidogo kwanza, hujakosea, sio na wasiwasi, tafuta maisha. Si ndio Mungu aliposema wa min rahmatihi ja'ala lakumul layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi. Ibtighaa min fadlihi ndio kutafuta maisha. Umepatia. Sasa akatueleza Mtume tutumie vipi muda wa mchana na tutumie vipi muda wa usiku. Usijipangie wewe, unaye kiongozi ameletwa na Mwenyezi Mungu akufundishe mchana uishi vipi na usiku. Huyo kiongozi ni mtume wetu Muhammad. Anasema hivi, inna lirabbika alayka haqqa walijasadika alayka haqqa waliahlika alayka haqqa fa'ati kulli dhi haqqin haqqa. Hayo ni matumizi ya usiku. Yanayozungumzwa hapo ni matumizi ya saa ngapi? Mtume anasema usiku Mola wako ana haki. Mungu aliyekuumba usiku, alikuumba wewe, ikifika usiku ana haki. Na mke wako ana haki usiku, na mkeo ana haki. Hii hata sikusomeeni hadithi, hamjui kama mke ana haki? Yaani kuwa mke ana haki mpaka nisome hadithi? Na mimi naona hii haki ya mke hii inatimizwa sana kuliko haki zingine, kwa sababu kila mtu ana elimu naye. Walijasadika alayka haqqa, na mwili wako una haki. Mtume kaeleza usiku una haki ngapi? Jamanini, usiku una haki ngapi? Haki ya kwanza ni ya Mwenyezi Mungu, haki ya pili ni ya mkeo, na haki ya tatu ni ya kwako mwenyewe. Akasema bwana mkubwa, mpe kila mwenye haki haki yake. Mungu mpe haki yake, wewe jipe haki yako, na mke mpe haki yako. Haki ya Mungu ni ipi? Ni kuwa macho baadhi ya nyakati za usiku, unazungumza na Mungu. Ndiyo haki ya Mungu hiyo. Usilale usiku kucha, ipatikane baadhi ya nyakati usiku uko macho unazungumza naye Mola, sio? Ndio haki yake.
Hiyo ndo haki yake. Ukiwa hunielewi nisikilize. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli. Unaona maneno hayo, kanu qalilan min al-layli ma yahjauna wa bil ashari hum yastaghfirun. Mungu anasema watapata watu wa peponi wacha Mungu, wataingizwa kwenye mabustani yenye mito, watatiwa humo. Mungu atutie na sisi inshallah. Wataingizwa humo kwa sababu gani? Akhidhina ma atahum rabbuhum, watakuwa wanachukua vile alivyowapa Mola wao. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin, wao kabla ya hapo walikuwa duniani watu wema, wamestahiki kwenda peponi kwa sababu kabla ya hapo walikuwa watu gani? Watu wema. Nini kilikuwa wema wao? Anasema Mola, kanu qalilan min al-layli ma yahjauna, watu hao usiku walikuwa wanalala kidogo sana. Wema wao umeuona? Usiku wanalala kidogo mno. Wa bil ashari, ukifika usiku wa mwisho karibu alfajiri kuingia, utawahurumia. Wa bil ashari, utawahurumia watu wao. Yastaghfiruna, wako macho wanalia kwenye dhambi zao na Mwenyezi Mungu. Wamelala lakini kidogo, usiku wa manane wako macho. Umenielewa baba? Hayo masaa ya usiku jamanini, mpe Mungu haki, uwe macho baadhi ya. Mtume Muhammad ameambiwaje? Ya ayuhal muzammilu qumil laila illa qalila, simama usiku isipokuwa kidogo upumzike. Hiyo kidogo ni kiasi gani? Nisfahu, nusu yake. Au inkusu minhu qalila, au kidogo punguza, au zida alaihi, au zidisha zaidi ya nusu ya usiku. Warattilil Qur'ana tartila. Haya ni matumizi ya usiku. Usiku tunalala, lakini tusilale kama mgomba usiku kucha. Watu wema, watu wa peponi hawalali usiku kucha, wanalala kidogo, halafu wanakuwa macho, wanafanya mipango na Mola wao. Waislamu, nanielewa? Hiyo ndo haki ya Mwenyezi Mungu. Haki yako wewe ni kupumzisha mwili wako kidogo, sio? Ndo haki yako wewe. Halafu kuna haki ya mkeo. Naishia hapo, siendelee kwenye haki ya mkeo, kwa sababu kila mtu mufti hapa kwa haki ya mkeo, na haki inatolewa sana ya mkeo. Masaa ya mchana, usitumie mchana mzima kutafuta pesa, umefeli. Mchana kutwa tafuta pesa, ushafeli. Hebu tupe hisabu, toka umepata akili mpaka leo, kila siku mchana unatafuta pesa, una shilingi ngapi? Umefikisha shilingi ngapi benki huko? Bilioni ngapi ziko? Maswali magumu haya yanaumiza kidogo, lakini tuumizane hivi hivi. Toka umepata akili unatafuta pesa mchana hadi leo, benki una bilioni ngapi? Wewe unapata pesa ya kula ugali tu na uduvi, ugali na uduvi, ikizidi kidogo umejenga kibanda cha kulala, usubiri kufa, si ndo? Basi ina maana Mungu alikuleta duniani hapa kuja kula uduvi tu? Alikuleta Mungu ujenge kibanda tu? Amna. Tumia muda anavyoelekeza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema hivi, mchana ugawanye mchana wako mara 4. Mchana ugawe sehemu ngapi? Ndio saatan tunaji fiha rabbaka, mchana uwe na kijimuda ambacho unazungumza na Mwenyezi Mungu. Mchana upate muda wa kuongea pia na nani? Na Mungu. Wa saatan tuhasibu fiha nafsaka, uwe pia na muda wa kujihisabu mwenyewe mambo yako. Ukae peke yako mahala ujihisabu. Kujihisabu ni kujiuliza, useme mimi hapa mpaka leo hivi mimi mwema au muovu? Ujiulize mwenyewe, kwa sababu kuna siku utaulizwa kwa lazima. Jiulize mwenyewe leo kwa hiari, useme mimi mwema muovu. Ndugu Waislamu, utapata jibu utakosa?
Ukijiuliza mie mwema au muovu, jibu utapata, utakosa. Ujiulize, hivi kati ya madhambi na thawabu kipi ninacho kingi hadi muda huu? Thawabu zangu na madhambi, kipi kingi? Utapata jibu, utakosa. Au utaamua kujibembeleza, hamna bwana, mimi thawabu zimezidi. Thawabu utajibembeleza hivyo, utakuwa huna akili. Uwe na muda unajihesabu mwenyewe. Namba 3, saatan tudhakiru fiha akhirataka. Uwe nacho na kijimuda, umekaa mahala unakumbuka kifo chako. Huruhusi kuishi huku unasahau kufa. Useme kuna siku na siijui, pengine ni leo mimi nitakufa. Nikifa watakuja watu watanivua hizi nguo zangu, halafu watanikosha, wataanza kunigeuza wanavyotaka, watanishika mwilini kwangu mpaka maeneo ambayo nilipokuwa hai nilikuwa sitaki, nitashikwa, halafu watakwenda kunifukia ardhini. Hali yangu itakuwaje? Upate muda huo, upate muda huo. Halafu kipindi cha 4, saatan tashtaghilu fiha ala islahi hayatika. Saa tashtaghilu fiha ala islahi hayatika. Sasa uwe na kijimuda kingine, ndio utafute ugali. Sio siku nzima kutafuta ugali, hujamtaja Mungu, hujajihisabu mwenyewe, hujakumbuka kufa, unatafuta pesa tu. Siku inakwisha na pesa huna. Wewe bwana, nimeshakujibu, linatosha swali hili. Allahumma faqihna fi din, warzuqna ilma al-anbiya'i wal mursalin. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma, waj'al ad-dawlata al-islamiyyata fina qa'ima, waj'al awladana fi buyutina ulama, wala tusallit alayna bidhunubina zalima, waf'al fina hakadha ila yawm al-qiyamah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.